Wakati huo mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu anaendelea kushikiliwa na mahakama kwa kesi yake ya uhaini. Sasa kupitia ukurasa wake Godbless Lema amechapisha moja chapisho hapa likimuhusu Tundu Lissu, ambapo picha kaposti hapa Tundu Lissu akiwa kwenye mahakama. Wakati pia chapisho lake nasoma kama lilivyoandikwa. Anasema kuna wakati mamlaka huogopa zaidi wazo kuliko mtu, na hofu hiyo hujificha nyuma ya nguvu, sheria na vifungo, lakini kiini chake ni kile kile, uoga wa ukweli usiothibitika. Wanasema wanaogopa misimamo yako, labda sio wewe binafsi wanayeogopa, bali kile unachowakilisha: uhuru wa fikra, ujasiri wa kusema na kukataa kuishi kwa masharti ya hofu. Hata hivyo, Godbless Lema ameendelea kuandika, hata kupona kwako baada ya kupigwa risasi kwao ilikuwa kosa, kwa sababu ulikataa simulizi ya mwisho walioitaka, ukaendelea kuwa ushahidi hai kwamba si kila nguvu hushinda haki. Sasa mwaka mmoja jela, na ndani ya ukimya huo kuna kelele kubwa kuliko hotuba nyingi, kelele za dhamira isiyouzwa. Godbless Lema ameendelea kuandika hapa, katika siasa nimejifunza kwamba wakati mwingine kuna biashara kubwa ya kuuza maneno, lakini mara chache unakutana na mtu anayechagua gharama ya ukweli kuliko faida ya uongo. Wewe ni mmoja wa wachache hao, kwa sababu uhuru sio kutoka gerezani tu, bali ni uwezo wa kukataa kusaliti ukweli hata anapouzwa kwenye bei ya kuachiliwa. Basi jipe moyo mkuu, historia huwa na kumbukumbu ndefu kuliko hofu za leo. Na hapa chini kaandika hivi, na siku zote haki inapochelewa haifi. Godbless ameandika hivyo. Sasa kumekuwepo na maoni ya wadau kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea kwake Tundu Lissu, ambapo anakwenda kusomea maoni ya wadau. Mmoja huyu anasema, huwa wakati mwingine najiuliza, lakini sipati majibu, kwa nini watu wema wanaonewa kwa kuteswa au kupotezwa, alafu mashetani wanaishi maisha marefu? Mwingine anasema wamwachie tu, nani asiyekosolewa dunia hii? Mwingine anasema sasa pole sana Tundu Lissu, hakika ni mtu hatari, mpaka kumtoa wanaona hofu bado. Mwingine anasema wanaogopa kumwachia sababu wenyewe wanajua huyu ni jamaa atakwenda kuwa rais wa Tanzania. Mwingine anasema Angela Kiziga ameapishwa huko. Je, Kiziga ndio yule ambaye ana sare za jeshi la polisi? Nisaidieni nijue ni namna gani ya kufundisha wanangu juu ya nchi yao. Mwingine anasema wananchi tutaingia tena rodi kushinikiza Tundu Lissu atoke ndani mara moja, kwa sababu kesi inamwaka, kesi yenye ushahidi. Watu tusipopanga tarehe ya kutoka rodi Tundu Lissu tutakuwa tumemsaliti vya kutosha. Asante sana Mwanabaharia TV kwa wewe ambaye umetuandikia jumbe zako hapa ndani, na mimi nikwambia tu kwamba cha msingi na cha sekondari, bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele uendelee kuwa mwanafamilia wetu. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.